Mtazamaji wa Baharia TV, taarifa zilizotufikia hivi punde kutoka huko mkoani Tabora, mtandao wa matapeli uliokuwa ukijihusisha na vitendo vya uhalifu katika maeneo mbalimbali nchini umeanza kufichuka baada ya wananchi kadhaa kujitokeza hadharani kueleza namna walivyotapeliwa. Matapeli hao wanaodaiwa kumwibia mjane kiasi cha shilingi milioni 40 mkoani Tabora wamebainika kuwa walikuwa wakifanya uhalifu huo kwa muda mrefu katika mikoa tofauti. Baadhi ya wananchi kutoka mikoa ya Mwanza na Dodoma wamefika katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Tabora kutoa ushuhuda wao na kumshukuru mkuu wa mkoa huo Mheshimiwa Paul Chacha kwa hatua alizochukua kufanikisha kubaini na kushughulikia mtandao huo wa kihalifu. Mimi ni Friday Mangomare na hii ni Baharia TV Tabora. Kwa majina naitwa Rukia Hassan, ni mkazi wa Mwanza, wilaya ya Nyamagana. Mnamo tarehe 12 Disemba nilikuwa nipo kazini kwangu. Alikuja kijana mmoja ambaye alivaa t-shirt ya blue na koti cha mtandao wa simu wa Mixx by Yas kujitambulisha kwa ni wakala wanasajili line. Mdau alikuwa na shida ya kusajiliwa line yangu, akaniambia anaweza kunifanyia kwa muda huo wa haraka. Nikamtajia namba, akaanza kunisajilia line. Baada mfupi nikaona muda unaenda hamalizi, nikamuuliza mbona umalizi, nataka kuendelea na kazi. Akanambia tayari, unaweza naomba simu yako niweke kwenye line. Nikamwambia hapana, siwezi kukupa simu yangu, lete line niweke mwenyewe. Kweli nikachukua line ambayo ilikuwa kwenye simu ya Airtel ambayo ndio imeunganishwa na sim card bank yangu ya NMB. Nikaiweka pembeni, nikaichukua line nikaweka kwenye simu. Kipindi naweka kwenye simu, kila nikiangalia network haipandi. Nikaizima nikawasha tena, bado haipandi. Nikamwambia mbona line yako inasumbua na haipandishi mtandao wote? Akanambia wewe kuwa na subira, endelea kusubiria, au mimi naweza nikaenda nikakuachia nikarudi baadaye. Nikamwambia hapana, wewe chukua line yako, mimi baadaye nikipata muda nitaenda ofisi za Tigo mwenyewe. Kipindi kabla hajaondoka, nikaitoa ile line nikamrudishia, nikachukua line yangu ya Airtel, nikamkuta nayo mkononi. Nikaichukua line nikairudisha kwenye simu. Akaniambia hivi, unaweza uiwashe simu yako, labda ina matatizo, ndani ya dakika 10. Nikamwambia hapana, simu yangu ni ya kazini, siwezi kuiacha off. Nikaiwasha. Akatoka. Baada ya kutoka dakika 5 ikaingia message kwenye simu yangu. Milioni 5 imehamishwa kutoka kwenye simu yangu kwenye na lipa namba mtandao wa Tigo. Nikaiangalia, naangalia ni account yangu mimi pesa. Nikatoka nikakimbilia NMB. Kipindi niko njiani, hela ilikuwa inazidi kutolewa. Mpaka nafika NMB nakuta nimetolewa milioni 9,400,000. Account yangu kabidi NMB waifunge, nikakimbilia Tigo. Nafika Tigo, natoa maelekezo, wananiambia tayari hela imeshatolewa, imehamishwa kwenye namba nyingine. Ikabidi niende polisi. Nimeenda polisi, nimetoa maelekezo, nikafungua kesi. Mpaka leo hii bado kesi iko inafuatilia. Jana mida ya jioni nikapokea simu kutoka kwa rafiki yangu. Akanambia niko mtandaoni, nimeona watu kama wale waliokuibia. Nikakukumbuka, mimi nikamwambia nitagi niwaone. Kipindi ananitagi naingia kwenye mtandao, nakuta ni yule kijana ambaye aliniibia mimi. Na kwa bahati nzuri nilikuwa na kitambulisho chake. Nikachukua ile picha na kitambulisho, nikaangalia ni yeye. Nikaa na rafiki yangu nikawapigia, nikaanza kuwatumia, akamwambia huyo ndio yule. Kabidi nimpigie afisa upelelezi wa kesi yangu. Nikamuelezea, akaniambia sawa, haina shida, ninachoweza kusema kwa sasa hivi wewe jiandae, asubuhi uende Tabora, alafu prosesi nyingine zitaendelea. Na mara ya mwisho tulipata habari kwamba hao watu wanaonekana wapo hapa Tabora. Sasa mwezi wa kwanza mwishoni, kuna watu watatu wameingia dukani kwangu pale, wamevaa uniform ya Tigo Pesa ya Mixx by Yas. Sasa walivyoingia hapa ndani, kuna bibi alikuwa pale na kuna wafanyakazi wangu wa dukani pia walikuwepo pale. So waliwaambia kwamba tunaomba tunalipa namba ya Tigo. So tunaomba simu zenu za Tigo Pesa ila tuwafanyie software update, tunataka kucheki pia. So kwa sababu wao sare ya Tigo wamesema sasa hamna shida, wapatie simu. Wamepatiwa simu, wametoa line ndani, wameingiza kwenye simu yao nyingine. Wamefanya mambo yao, wameomba kwamba namba tuwekee namba ya siri la nini wa update software, na bahati mbaya vijana wangu pia wamempatia. Sasa walivyofanya hivyo wameondoka. Sasa siku yake sasa next day, siku ya kwanza, ghafla wanaona kwamba milioni 5 zimetoka. Sasa wakati huu bado hawajui kwamba milioni 5 zimetoka. Siku ya pili milioni 5 zingine wametoa. Limit yetu ni milioni 5 ya siku. Siku ya tatu wametoa milioni 1,765,000, kitu kama hivyo, ile yote ambayo imebaki.
Baada ya siku 3-4 ndio tumejua wakati tulikuwa tunahitaji hela sasa tutoe kwa ajili ya kufanya payment. Tulipofikia hapa sasa, juzi nimeona video Mheshimiwa kwa mkoa wa Tabora amepost jana kwamba kuna watu wamekamatwa, na kweli kwenye watu 4 kuna watu 2 humu tumeidentify kwamba ni hawa ambao walikuja ofisini kwetu. Wengine wote humu ambao wanatutazama, kama wameona kwamba huyu mtu, bahati nzuri mara tumeamua na wamekiri kwamba walihusika na ile milioni 40 ya yule dada mjane wa Kaliua, wamekiri walihusika. Kwa tumeonyesha na humu umeona. Inawezekana yupo mtu mmoja anasema Iringa alitapeliwa shilingi milioni 8 au laki 8, na anasema anamtaja huyu kijana Marcel, huyo mwenye t-shirt ya blue, inaonekana ndio technician wao zote. Hata na yeye kama anaona ni kweli ndio huyu ajitokeze, tutawafikisha mpaka Iringa, watajibu kesi hiyo na watalipa ujira. Hela za watu zote lazima zirudi, hatuwezi kutolerate, na tutoe onyo, utapeli wala haumlipi mtu. Sasa hawa wanachokumbana nao nacho ni bora wangekaa wakatafuta hela zao za halali, hata kama ni miaka 10 miaka 20. Kwa ndio kazi serikali imetukabidhi. Jeshi la polisi mkoa wa Tabora linafanya kazi vizuri sana chini ya kamanda Abwao, na kikweli tunao vijana wazuri, na jana mmeona nimewazawadia, na yapo mengine atakuja mengi. Matapeli na majambazi wala sio mahala pao, tutazidi kuwaibua, tutazidi kuwakamata, na vijana wetu wa polisi wanaofanya hiyo kazi hatuwezi kuwa tunawaacha. Tunasema ni kazi, lazima tuwape motisha na wao wapate moyo wa kuweza kupambana na utapeli na ujambazi wa namna hii. Kwa tukio ambalo limejitokeza na kutangazwa jana, tumeona kwamba hawa matapeli wanafanya pia kwa mikoa mingine, kama tulivyoona wenzetu wamejitokeza kutokea Mwanza, kutokea Dodoma. Kwa hiyo kwa hawa wahalifu watafikishwa kwenye maeneo yote ili waweze kwenda kujibu tuhuma ambazo zinawakabili. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba mkoa wetu wa Tabora na maeneo mengine yanakuwa salama dhidi ya matapeli wa aina hii, na tutaendelea kushughulika nao kwa mujibu wa sheria. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.